Inasemekana kwamba walitumia masaa 6 kutengeneza nguo ya Davido, Kelly Evara pamoja na muonekano. Mimi nadhani lile vazi lilikuwa kwa sababu tulifungua group tukajadili wenyewe from the scratch. Tulikuwa watu watatu, mimi, muonekano na stylist wa Davido. So from the scratch tulijadili mpaka tuka come up na kila kitu. Kila kitokea vile. Kuhusu yeye jamaa kukubali. Yeye akufanya hata sijui fit checking, sijui bado nini, sisi tumepeleka vazi late kutokana na time ilivyokuwa, lakini yeye alivaa kwamba na appreciate ni noma, nimependeza, option zilikuwepo bro. Lakini mpaka kavaa ile maanisha alikubali, aliona noma. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunapenda sana kumshukuru Mungu. Tumshukuru stylist wa Davido kwa kutupa nafasi. Bila yeye kutupa nafasi, bila yeye kuamini kama tunaweza, pia pengine tusingepata nafasi hii. Okay, muonekano. Wengi wanakuwa wanatoa comment nyingi sana, lakini mimi nataka kujua huu pekee wa Davido kuwachagua nyie ilisababishwa na nini hasa? Uweza milizo wenyewe tuelewe ni huku wa Mungu. Kwa sababu kama unavyosema wale jamaa walikuwa na extra collection na walikuwa na option nyingine, lakini kuvaa ile nguo yetu ni huku wa Mungu, ni kibali ambacho Mungu alitupa na ndio kitu ambacho tulikuwa tunakiomba kila siku tufike hatua fulani. Na hisi Mungu ameamua kutubariki kwa namna hii hapa. So far mchakato ukaanza. Na mchakato ulikuwa na namna gani mpaka mnatengeneza na nini? Ilikuwaje kwaje? Mchakato ulikuwa mrefu kidogo, maana ilikuwa ni process kwa sababu tulimdemu brother Januari, akaja akatujibu February. Naona kwamba tulikuwa tunasubiri, pia tulivumilia muda kidogo. Alivyojua kutujibu ndo vitu vikaanzia hapo. Kaundwa group, kanyika kilichofanyika, the rest imekuwa ni history. Tunafurahi sana. Na katika hilo group ambalo liliundwa ni Masterlist, nyie tu ndo mlikuwa hapa au palikuwa na watu wengine? Weza mimi naweza kuwa Mungu ni sisi tu wa Tanzania. Amini bila. Tena kundi limeandikwa Obio in Tanzania.